Ziko asset 4 za muhimu ambazo unatakiwa uwe nazo kama kijana unapotaka kufanikiwa. Na mafanikio ni subjective. Kwa nikisema mafanikio sio tu kuwa na hela. Mafanikio ni kuwa significant, ni kuwa relevant, ni kuwa na contribution kwenye society, ni kutimiza ndoto zako, ni ku maximize potential yako. Kila mmoja ana definition yake ya mafanikio. Lakini yako mambo 4 ambayo ningependa uyachukue. Huwa naziita a life asset. Asset kama mtu anavyosema na ardhi, na gari, na nyumba. Ziko asset ambazo kijana ukiwa nazo zinaweza kukufikisha mbali sana. Asset ya kwanza ni jina lako. Your name. Jina lako ni muhimu sana kwa sababu jina lako huwa lina represent kitu fulani. Ndio maana leo kuna watu wakitajwa majina yao yanawakilisha utapeli. Kuna watu majina yao yakitajwa wanawakilisha watu wasiolipa madeni. Kuna watu wakitajwa majina yao yanawakilisha ukorofi. Ubaya jina lako ni kwamba jina lako mara nyingi linatangulia mahali kabla hujafika. Sasa kwa nini jina lako ni muhimu? Kwa sababu jina lako ni asset, kwa sababu maamuzi mengi yanafanyika maeneo ambayo wewe haupo na uwezi kuinfluence maamuzi hayo. Unapotaka kupata fursa, kuna watu watajadiliana. Tumpe fursa, tusimpe. Bahati mbaya sana hautajua lini umejadiliwa. Kwa ni muhimu kulinda na kutunza jina lako na kulijenga jina lako. Kwa Kiswahili cha kisasa wanasema personal branding. Sasa brand huwa inabebwa na vitu vitatu. Inabebwa na character, inabebwa na image, inabebwa na reputation. Reputation ni vitu tunavyofikiri. Sio lazima uwe hivyo. You can create a reputation. Image ni muonekano ambao ndio generation ya sasa hivi ndio tunahangaika nayo sasa hivi. Tunataka tuonekane kwa sababu tuko kwenye ulimwengu wa social media. Kwa cha kwanza, make sure unatunza na unalijenga jina lako. Swali la kujiuliza ni kwamba jina lako linapotajwa huwa linawakilisha nini? Yaani jina lako likitajwa huwa linawakilisha nini? Sasa hiyo haijengwi na mtu mwingine yote, unaijenga wewe mwenyewe. Asset ya pili unayohitaji ni mtandao wako, network. Kwa mujibu wa mtaalamu mmoja anaitwa Jeff Olson, wewe ni wastani wa watu 5 wanaokuzunguka. Ndio maana Uingereza wanamsemo wanasema show me your friends and I will tell you are. Maana yake nikiangalia watu no hang around nao leo, ninaweza kujua kesho utakuwa mtu wa namna gani. Uhitaji kujifunza kuwa mbea kama una hang around watu ambao ni wambea. So unajua umbea unogi kama uchangii. Yaani inawezekana kila siku wewe wenzako ndio wanaleta umbea afu ya ulete. Lazima na wewe uchangie. Kwa hiyo association yako ina determine destination yako. Hakuna neutral relationship. Kila relationship inakuambukiza kitu kizuri au kitu kibaya, au wewe unakiambukiza kitu kizuri au kitu kibaya. So you have to mind, lazima uwe na makini watu ambao unaambatana nao. Watu unaambatana nao wana affect mindset yako. Wakiwa wanalalamika, wakiwa wananungunika, wakiwa wanalaumu, na utajikuta unalaumu kila wakati. Watu unaoambatana nao wana affect pia fursa unazokutana nazo. Watu unaoambatana nao wana affect aina ya watu utakaojuana nao kwenye maisha. Ndio maana wanasema ukitaka kuchange your life, change your circle, badilisha watu wako. Kwa wewe kama kijana lazima uwe makini, nani anakuwa ni sehemu ya maisha yangu kwanza. Kwa sababu kuna watu ambao destiny zao ziliharibika kwa sababu ya kuambatana na watu wasio sahihi. Na kwa kizazi cha sasa tukizungumza network, tunazungumza pia network kwenye mitandao ya kijamii. Una follow page gani? Una follow account gani? Una like wapi? Kila siku unaangalia mambo gani? Unajifunza nini? Siku hizi kwenye utaratibu kwa mfano kuchukua visa, huwa wanakuambia ujaze na account zako za social media. Kuna kijana mmoja alikuwa anasimulia alikosa visa ya kwenda nje ya nchi kwa sababu ya kitu alichokuwa amekiandika miaka 5 iliyopita kwenye social media. Sababu walienda pa wanaangalia keyword, wakiangalia keyword wanaangalia everything that was posted for the past 10 years. Kila kitu ulichoandika. For your information, hata ukifuta post kwenye mtandao wa kijamii huwa ifutiki kwenye server. Kwa hiyo unaweza ukaandika kitu leo kwa utani, ukaandika kitu kwa hasira, ukaandika kitu kwa namna gani, kesho na kesho kutwa kitakuhaunt. Kinakuja kuwa ndio kitu ambacho kinazuia destiny yako, kinazuia kesho yako. Kwa tunapozungumza network, hatuzungumzi tu physical network, tunazungumza pia network, social network ambayo unayo. Na hapa sizungumzi kukusanya watu wengi, kujua na watu wengi. Kuna tofauti kati ya kuwa na contact na kuwa na network. Contact ni namba za simu ulizonazo na watu unaowajua. Network ni watu wanaokujua based on the value you can produce and problem you can solve. Wewe kuwa na namba ya waziri is not a problem. Kuwa na namba ya Mo Dewji sio changamoto. Kuwa na namba ya mtu maarufu yote unaweza ukaipata, lakini that is not your network. That is the contact you have in your phone. Kwa hiyo huwezi kunitishia kwa sababu una contact, unatishia kwa sababu una network. Network maana yake nini? Tunapowaza tatizo fulani au jambo fulani, lile jina linalonijia la kwanza la kusolve hilo tatizo, hiyo maana yake ndio network. Kwa hiyo it's not about wewe unawajua watu wangapi, swala ni watu wangapi wanakujua wewe on what you can solve. So unapokuwa kijana, tengeneza network zako vizuri. Dunia hii, kwa taarifa yenu niwaambie, watu hawatakutafuta kijana wewe kwa sababu una matatizo. Utakuwa na value sana kwa sababu una solution kwenye unachokifanya. When you have a solution, you become a potential. Matatizo kila mtu anayajua. Ukiwa na solution unakuwa rewarded. Asset ya mwisho ambayo ningetaka ujenge, jenga specialized skill. Be known for something. Wewe ni mtu ambaye unajulikana kwa jambo fulani. Jijenge, tengeneza ujuzi. Sasa hizi ni changamoto kubwa sana ya watu wenye uwezo. Ukifuatilia kwa mujibu wa takwimu zilizofanyika,
tunatakiwa tuwe na watu wenye ujuzi wa hali ya juu, vijana wenye ujuzi wa hali ya juu 12.6 tunatakiwa uwe na ujuzi wa hali ya juu. Ujuzi wa katikati tunatakiwa tuwe na 34. Ujuzi wa chini tunatakiwa tuwe na 54 ya vijana. Lakini ujuzi wa juu ambao tunahitaji 12, tuna 3.6 tu ya vijana ambao wanao ujuzi wa juu. Kwa ndio maana mpaka leo kuna nafasi, kuna skills ambazo watu inabidi watoke nje pia kuja kuzifanya. Ujuzi wa katikati ambao tulikuwa tunatakiwa tuna 34, tuna 54, wako wengi zaidi. Chini kule ndo wamejazana, zaidi ya 66 ya vijana wako chini, kwenye ujuzi wa chini kabisa. So lazima ukuze ujuzi wako, uwe na specialized skill ambayo itaweza kukusaidia kukutambulisha. Kuna sehemu fulani nilikuwa na kijana nikawa namuuliza, wewe unafanya nini? Mimi nafanya mambo mengi sana. Acha, yani mimi. Ukiona wewe mwenyewe huwezi kujitambulisha vizuri, ina maana dunia haiwezi kukujua. Dunia inawatambua na kuwajua watu ambao tayari wenyewe wameshajijua na kujidefine. Kuna sehemu niliongea hivi, kuna kijana mmoja akanichallenge, akaniambia, unasema hivyo lakini mbona Bakhresa anafanya mambo mengi? Mbona afanye jambo moja, anafanya mambo mengi? Nikamwambia, mtafute Bakhresa wa umri wako, si mtafute Bakhresa huyu mzee. Mtafute wakati Bakhresa anaanza, kama alikuwa anafanya mambo mengi. Sasa hivi Bakhresa sio mfanyabiashara. Sasa hivi Bakhresa ni mwekezaji. Chochote anachotaka kufanya anaweza kufanya. Lakini mtafute Bakhresa of your age, wakati anaanza kama wewe, atakwambia lazima kuna kitu alianza nacho. Alipoanza nacho hicho kimoja ndio kikampeleka kwenye mengine. Kwa hiyo lazima uwe na specialized skill. Specialized skill ndio itakufanya utofautiane na watu wengine. Nimalizie kwa mfano huu. Siku moja watu walikuwa wanavuka kwenye maji, wataalamu. Kwa hiyo wako wataalamu wa biology, wako wataalamu wa mimea, wako wataalamu wa physics, wako wataalamu wa anga. Wakaenda kuchukua mtumbwi, wakamkuta pale yule muendesha mtumbwi hajasoma, hana knowledge yote, kwa akapanda mle ndani. Sasa wanavuka wanaenda kwenye kisiwa kingine. Wakiwa kule ndani sasa, unajua wasomi kuna namna kuintimidate watu wengine. Wakawa wanamuuliza yule jamaa pale ambaye ndio anapiga makasia. Yeye ni mtaalamu wake, ili tangu amekuwa amekulia kwenye maji. Mmoja anamuuliza, do you know what is biology? Jamaa anasema I don't know. Mwingine, do you know what is astronomy? I don't know. Kila mmoja anamuuliza terminology yake ngumu ile. Basi wameenda kidogo hivi, mawimbi yakaanza kupiga mawimbi, haiwezekani tena, inabidi sasa watu waogelee ili waokoke. Yule mvuvi akamwambia, do you know what is swimmingology? Afu akaruka kwenye maji akawaacha pale. Maana yangu ni nini? Hata taaluma unayoona ni ndogo, kuna mahali inaweza ikawa na value na kuna mahali inaweza ikahitajika. Kwa hiyo usiseme mimi taaluma yangu ni ndogo. Nakutana na vijana sasa, mimi unajua field yangu haina hela. Hamna field ambayo haina hela huko duniani. Nilikuwa nauliza hivi, wewe, kuna watu wanapaka makeup, si ndio? Lakini simafahamu kuna watu wanapaka makeup mabalozi, kuna watu wanapaka makeup marais. Makeup tu. Mwaka 2002 nafikiri ilikuwa kombe la dunia Qatar. 2002 kwa. Kuna kinyozi alikodishwa ndege binafsi aende akamnyoe Neymar. Ndege binafsi, kinyozi amekodishiwa ndege, ameenda amemnyoa Neymar, amemalizia amechukua ndege yake private jet, ameondoka amerudi zake Ufaransa. Kinyozi amepata private jet. Hakuna professional ambaye iko noble. Kinachofanya kitu kiwe na thamani sio kitu chenyewe. Kinachofanya kitu kiwe cha thamani ni yule mtu anayefanya kile kitu, ndio anakipa thamani. Asante sana. Mimi ni rafiki yako wa mtandaoni, nitapenda pia unifanye kuwa rafiki yako huko ulipo mtandaoni.